muhimu kwa Simba sana 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 sana, sio kwa maana ya kwenda robo finali ndio pale ishashirikana, lakini kwa maana ya kulinda kwa juu ya Yanga bora, kwa sababu toka dunia imeumbwa Yanga ndiyo kwa juu ya Simba katika mchezo wa kimataifa. Ndio maana Simba walikuwa wanatamba kwa sisi ndio wazee wa kimataifa. Lakini kama Simba leo atakosa matokeo ya ushindi, akakosa sare na Yanga akapata matokeo, maana ni kwa mara ya kwanza Yanga anakwenda kumjiti Simba kiviwango, kwa anakwenda kumpiga nje. Unaelewa? Yaani tokea dunia imeumbwa Yanga amekuwa yuko chini ya Simba kwa ranking, kwa CAF ranking za dunia na Kiafrika. Ila Yanga amekuwa ni mbabe wa soka la ndani. Sawa, kwa maana Yanga anachukua. Ukienda kule Simba namba 6, namba 5, namba 7, Simba ni pale pale. Sasa safari hii tunapozungumza Simba na alama 33. Yanga na alama 25. Mpaka sasa. Tofauti alama ngapi? 8. Katika CAF mchuano ya klabu barani Afrika ukiingia tu makundi unapata alama 1. Mwanzo nafasi ya 3 unapata alama 2. Wale wawili ambao wanakwenda kwenye hatua ya robo finali unapata alama 3. Kwa kombe la shirikisho ukiingia tu makundi Azam alikuwa ana alama 1. Kwa alikuwa hajawahi kuingia makundi. Ukiingia tu makundi una 0.5. Ukiwa nafasi ya 3 una alama 1. Ukiwa 2 na 1 una alama 2 kwenda kombe la shirikisho. Kwa hiyo Simba sasa ana alama 1. Akifungwa leo hii maana yake atakuwa bado mechi moja, atakuwa bado alama 3. Mbona hata akishinda atakuwa alama zake hazifikii mtu yote ambaye yupo kwenye kundi. Sababu atakuwa na 4, yupo kwenye 5 na kuendelea. Kwa hiyo lazima aweze kundi akiwa wa mwisho. Akiwa wa mwisho maana yake atakuwa alama 1. Unachukua ile 1 unazidisha mara 5 kwa mwaka huu mashindano. Unapata ngapi? 5. Una plus alama zake za msimu ambao anaanza nazo ya alama 33. Unapata ngapi? 38. Wakati huo alikuwa na alama 43. Kuweza shuka mpaka ngapi? 38, anaangusha alama 8. Yanga ameingia na alama 25. Akimaliza katika nafasi ya pili, maana yake atapata alama 3. Sio, unaelewa? 3 unazidisha mara ngapi? Mara 5. Unapata ngapi? 15. Pasi 25, 40. Kwa Yanga anakuwa alama 40. Ndio kwa mara ya kwanza anakwenda kumbeat Simba na kuingia kwa top 5. Kwa hiyo Simba anabidi kwenda matokeo ya kushindi ni lazima ili ashinde walau aweze nafasi ya 3 ili apate alama 2. Akipata alama 2 ukizidisha mara 5 inakuwa ni 10. Ukiplus sasa 3 anarudi alama zake zile 43. Kwa Yanga ili ampite Simba itabidi Yanga apambane afike nusu. Kwa hiyo muongezea mzigo. Tuko pamoja? Kwa hiyo ina maana kwa upande huo. Na unaiona Simba hiyo kupindua meza katika ardhi ya ugenini? Hapana. Sio, ni kwa sababu ya Simba ipo na kiwango duni sana kwa sasa. Lakini pia ndio walionayo inawaathiri. Unajua soka letu linaathiriwa ndani na nje ya kiwanja. Kwa haya yanayoendelea haya. Maana Simba haiko katika good terms, katika good harmony. Kwa hiyo mechi za away itakuwa katika ile hamasa ya juu. Wamasike, unasikia wao wanapewa bilioni ngapi sio hiyo. Ndio inakuongezea. Sio rahisi tutoke kwenda Angola kuchukua alama. Hii sio ligi kwa sababu unapata Kagera Sugar hapa. Wamefanya sajili lakini mbalimbali. Mwangalia Clatous Chota Chama urejeo wake, Deusha Dogo, Nixon Kibabage, Lipase Gwe, nadhani ya kwamba hawa hawatoshi ndani ya Simba Sports Club kuhakikisha kwamba kuna challenge kubwa wanakwenda kuifanya. Unaposajili unasajili dhidi ya nini na kwenda kubiti nani ili uweze kupata nini? Sio kusajili. Yaani wakati unamzungumzia nani basi Gwe. Mwenzako analala ni ukero. Wale tukaanza kucompare unaondoka na nani? Hiyo utajibu wewe. Sawa? Wakati unazungumzia umemchukua kiungo Saudi Kamara Sukaita, mwenzako Adamara, wewe unaondoka na nani? Utabakia naye wewe. Wakati unamchukua striker gani, mwenzako ana Depo, wewe unaondoka na nani? Utajibu wewe. Wakati unamchukua Kibabage, mwenzako ana Shabalala, utajua mwenyewe unapata nini. Kwa hiyo usajili, asajili tu, yaani usajili kwa ajili yako. Sababu hauendi kucheza peke yako. Kama pekee unacheza na Simba B na Simba Queens na nini, ungetakiwa kuwa timu nyingine. Kwa hiyo ili kuweza kufikia mafanikio lazima uweze kuwa na ubora kama ambao wenzako wanao au uweze kuwabiti. Leo hii Ali anatawala soka la Afrika kwa sababu ndio timu ambayo inaongoza kusajili vizuri. Kwa hiyo wewe sana wewe uchukue bingwa wa Afrika comfortable, bila pressure, bila magumashi. Uwe na quality kama ambazo Ali anazo au uzidi. Yeye akiwa na Imam Mashuru na wewe una mwingine wa juu. Yeye akiwa na Trezeguet na wewe una mtu mwingine zaidi ya Trezeguet au sawa. Utambiti. Mamelodi alifanikiwa kuweza kuingia katika soka la Afrika, alisajili
akaenda huko kaskazini mwa Amerika Kusini, akachukua watu wenye ubora wa hali ya juu, akafanikiwa, akawa anampiga hali kwake nje ndani. Mazembe ya moto ile, unakumbuka mazembe ile ya moto ile, sawa, ambapo ilikuwa imechukua nyota wakubwa barani Afrika. Kwa hiyo ndio maana usajili. Kwa hiyo useme tu sio Libase Gwe, sawa Libase, una compare na nani? Ndio juzi nikamwambia mtu, chukua hii Simba hii, ichukue hata mpale Yanga, wachezaji wangapi wa Simba wanaingia kwa wachezaji Yanga mcheza ngapi? Hakuna kweli. Sasa hakuna. Kama Yanga angekuwa kwenye kiwango chake Mpanzo kusaidia. Hamna sasa. Haipo nani. Hata Mpanzo naye pia. Kama yule sasa sisi tena aliteremka hivi. Akaka katika ubora wake akaingia. Mpaka sasa ameshuka ameteremka. Unajua kuna kushuka. Amedrop. Ameteremka. Kushuka kwa kidogo, sehemu ndio unashuka kabisa. Uwaone kabisa kwa hiyo. Mpira una matokeo. Unashangaa dakika 5 red card mara yeye unashinda. Lakini kwa maana kwenye sayansi ya mpira hakuna nafasi ya kuweza kushinda. Kwa sayansi ya mpira hakuna nafasi ya kushinda. Lakini vipi ukiwatazama Simba sasa? Unadhani kitu gani hasa ambacho kimewakwamisha msimu huu kwenye ligi ya mabingwa barani? Sio msimu huu. Kwanza ni sajili. Wakati msimu unaanza sikueleweka. Unajua nilikuwa baadaye wao wanaongea mkono. Wanatukana, nilikuwa mmefikia baadaye wanaongea Javani panaongea kweli. Ila shangazi kwa leo wanakuwa wanahitaji. Kwa sababu leo wanaoongea yote haya, mimi ndio nilikuwa nazungumza tokea mwanzo. Ndio. Mwanzo yote wanaongea vijana wao wanaongea yote hayo, yawe ni wawekezaji, yawe sio viongozi, nishazungumza kuzungumza. Kwamba unapotaka kusajili katika hali ya kawaida, ndio unakwenda kumwacha Chemalon. Unakwenda kumchukua Nangu ndo mbadala. Nangu na msajili aje kujifunza. Hata Yanga walipomchukua Baka, hakuja kucheza tu. Kuja Yanga Baka na kuna watu pale. Yobu, kuna Mwamnyeto wako pale. Akakaa akajifunza. Akapewa airtime kaja akapiki. Ndio namna ya kukuza vijana wadogo. Sawa. Kwa hiyo unamwacha Chemalon aondoke. Unakwenda kumchukua Nangu. Unamwacha Ishimanula, unamchukua kipa nani yule? Yakub Suleiman. Ona hizo levels. Unaelewa sijui. Unakwenda kumwacha Fabrice Ngoma ili akae Kagoma katikati. Are you serious? Sio unaelewa ninachozungumza. Kwa hiyo makosa waliyofanya pale, unless kama wangesema okay, sisi safari hii tunasajili wachezaji, tuna project ya miaka 3 mbele. Miaka mingapi? 3. Kwa hiyo tuna pressure wote. Ubingwa ukitokea, sawa. Usipotokea, sitojenga timu. Hapo ningeweza kuelewa. Lakini unasajili hao vijana nao kutajia hao, wakina Mligo. Sawa? Alafu wewe tunasema kwamba malengo yangu nifike nusu finali. Mpira yaani unavunjia mpira heshima. Alikosa mpira.